Septemba mwaka 2025 ni mwezi ambao umeshuhudiwa Bodi ya Usajili wa Wahandisi Tanzania ERB kufanya shughuli mbalimbali zikitekelezwa kuelekea kufanya mkutano mkuu wa mwaka wa 22 wa wahandisi, yani Annual Engineers Day 2025. Kabla ya kufikia mkutano huo, mambo haya yalifanyika. Mosi ni wiki ya wahandisi kurudisha kwa jamii, yani Engineer CSR Week. Huwezi kuwa mhandisi kama huwezi penda hesabu au fizikia. Kwa hiyo nawashauri sana na tunawa-encourage sana, mpende physics, mpende math ili uwe engineer. Na hili ndio dhumuni letu kuja hapa, kwa sababu sisi tumetoka bodi ya wahandisi Tanzania na ni wanawake. Kwa hiyo wanawake tunaweza. Wiki ambayo Bodi ya Usajili wa Wahandisi ERB iliratibu wahandisi katika mikoa yote Tanzania bara kufanya tukio hilo. Lengo la kufanyika kwa shughuli hii ni wahandisi kutoa hamasa kwa wanafunzi kusoma masomo ya sayansi, ikiwa ni kuunga mkono programu ya SSP, yani STEM Support Program, ambayo lengo lake limejikita katika kutoa ajira za muda kwa walimu wa masomo ya sayansi, kuboresha maabara za sayansi, pamoja na kufunga maktaba laini, yani e-libraries, katika shule za sekondari nchini. Safari hii wahandisi walijielekeza kwa wanafunzi wa kike kutoa hamasa ya kujiunga na masomo ya sayansi kuanzia elimu ya sekondari ili kuongeza idadi ya wahandisi wanawake, ambapo idadi iliyopo kwa sasa sio ya kuridhisha. Ni ukweli usiopingika kwamba idadi ya wahandisi wanawake katika sekta ya uhandisi bado ni haba ukilinganisha na idadi ya wanaume. Kati ya wahandisi 43,665 waliosajiliwa na ERB, idadi ya wahandisi wanawake ni 6,025 pekee. Kwa hakika inatia shaka. Takwimu ya wahandisi wa kike ni wachache kuliko wa kiume. Takwimu zinaonyesha kabisa kwamba kwa mhandisi mmoja wa kike kuna wahandisi 7 wa kiume. Kwa hiyo tuko hapa kuwahamasisha wasichana kwamba you can be a girl and still be an engineer. Yani engineering sio kwamba ni ya wanaume, hapana. Hata wanawake tunaweza kuifanya. Kwa hiyo hiyo ndio main objective ya hii program. Mkoani Mwanza, wahandisi walipata fursa ya kutembelea katika shule mbalimbali. Hapa ni katika shule ya sekondari ya wasichana Mwanza, yani Mwanza Girls Secondary, shule iliyopo wilayani Magu katika eneo la Kisesa. Wahandisi walitembelea shule hii na kupanda mbegu kwa wasichana kupenda masomo ya sayansi. Science, teknolojia, uhandisi na hesabu kwa ujumla inaweza kukufanya wewe kuwa mbunifu. Na ukiwa mbunifu unaweza kusolve matatizo kwenye jamii yako. Another importance za STEM ni economic growth. Kama mhandisi alivyosema, uhandisi una hela. Kwa hiyo hilo kitu, ukiwa into science, ukiwa kwenye uhandisi na ubunifu wako, hela zipo. Hilo sio kitu cha kuwaza, sio kitu cha kusema kwamba haina hela, hapana. Uhandisi na teknolojia kiujumla una hela. Kwa hiyo ina improve economic growth. Na STEM generally inaleta career opportunities. Career opportunities kwenye field zote. Mfano sayansi unaweza kuwa scientist, madaktari, teknolojia unaweza kuwa cyber crime specialist, wale watu wanaofanya sasa makompyuta, kufanya ulinzi mitandaoni. Engineering ndio uhandisi ambao uhandisi upo very wide, kuna wahandisi wa aina tofauti tofauti. Mfano sisi ni wahandisi wa ujenzi, kuna wahandisi wa umeme. Kwa hiyo yote ni STEM. Sayansi kwa mwanamke itakufanya ujiamini, itakufanya ujisimamie. Sayansi inamfanya mwanafunzi akishahitimu masomo yake, akahitimu elimu yake ya chuo, kuna fursa nyingi za kupata kazi. Target yetu kubwa ni kuhamasisha watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi na kuongeza asilimia ya wanawake wanaosoma masomo ya sayansi. Wanawake ambao kwa mfano kama mimi ni engineer, maengineer tupo wachache, lakini ile masomo ya ili mimi kuwa engineer sijaanzia hapa kwamba nimekurupuka tu nikawa engineer, amna, nimeanzia huku nyuma. Yani huko level nilijitahidi sana kusoma masomo ya sayansi na sio kusoma tu, nikaeka na juhudi. Umeona? Kwa hiyo mimi target yetu kubwa
ni kuhakikisha asilimia kubwa ya wanawake wanaosoma masomo ya sayansi inaongezeka. Kwa mfano, unakuta asilimia kubwa wanaambia masomo ya sayansi ni magumu sana, yani yale masomo yanafaa watoto wa kiume, lakini sio kweli. Wanawake pia tunaweza. Mbona mimi nimeweza? Mbona hao wenzangu mliwaona wameweza? Kwa hiyo tunaweza. Kwa hiyo kupitia kuhamasisha, na wakituona sisi wanahamasika zaidi. Kama mtu alikuwa labda anakatishwa tamaa, kupitia sisi yani anaongeza ile juhudi. Sasa azma ni moja tu, ni wanafunzi wa kike kusoma masomo ya sayansi. Kupitia hamasa hii au motivation hii ambayo tumeweza kuipata kutoka kwa wakubwa wetu, dada na mama zetu, tunazidi kupata nguvu zaidi ya kuendelea kusoma. No matter kwamba masomo ni magumu kiasi gani au combination ni ngumu kiasi gani, tunaamini kwamba unapoweka nia, juhudi na malengo unaweza kufikia kile ulichopanga. Tunawashukuru ERB kwa kutuletea wahandisi wanawake ambao wamekuja wameongea na sisi na wameshare na sisi kuhusu vitu vingi, hasa kuhusu STEM ambayo ni science, technology, engineering and mathematics. Hii imetumotivate kwamba sisi kama mabinti na watoto wa kike tunaweza kwa chochote kile tunachokitaka, kwa sababu hata katika fursa na masoko ya ajira bado sisi kama watu wa sayansi tunahitajika. Lakini pia katika uwanda wa kusoma na katika sayansi wanawake ni wachache, ni 15% tu zinazobaki kwa wanaume. Kwa hiyo kupitia wao tumefurahi na tunashukuru kwa sababu wametupa motivation, wametupatia mbinu, lakini pia wametuonyesha kwamba hata sisi tunaweza. Hajalishi tutakumbana na nini, kitu gani kitakuwa mbele yetu, bado tunaweza. Lakini pia wametukumbusha kuwa kuna fursa kubwa kupitia sayansi kwetu sisi watoto wa kike. Nashukuru sana ERB kwa kutuletea hawa madada zetu, mama zetu kama washauri ambao wamekuja kuturudisha katika ndoto zetu. Kwani ni watu wengi walikuwa wameshakata tamaa katika combinations zilizokuwa wamepangiwa. Wengine walitamani kuhama science kwenda art, lakini wamekuja kutupa moyo tena na kutupa nguvu mpya ambayo imetufanya turudi kwenye malengo yetu. Kwani wamekuwa washauri wakubwa ambao wametushauri sana kuhusu STEM ambayo inamaanisha science, technology, engineering and mathematics. Hii inaonyesha kwamba science ina nafasi kubwa sana na fursa nyingi katika ajira na katika, yani kifupi science kwa sisi wasichana ndio kipaumbele katika maisha yetu. Mkoani Shinyanga, shule ya sekondari ya wasichana Shinyanga ni miongoni mwa shule 26 za sayansi zilizojengwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Huko nako, wahandisi walipenyeza hamasa ya wasichana kutosita kuyaishi masomo ya sayansi. Kuna computer engineering, watu wa system, computer analyst, kujua mifumo yote ya computer, software na vitu kama hivyo. Kuna marine engineering, watu wa kwenye maji, zile meli kutengeneza. Form 1 simesoma Archimedes ndio naanzia hapo. Kwa hiyo unakuwa mbobevu kwenye mambo ya marine engineering. Kuna nuclear engineering, kuna robotics engineering, sasa hivi kuna hizi artificial intelligence. Kwa hiyo na hii ndio engineer ya sasa hivi. Kwa ukiwa mbobezi utakuwa na soko kubwa. Kuna environmental engineering, mambo ya mazingira, kutokuchafua ardhi kama hivyo tulivyotoka kuambiwa hapo. Kwa hiyo unaweza kuwa mbobevu wa hiyo. Pia kuna mining and geology engineer. Kwa mfano kama hapa Shinyanga tuna madini mengi. Kwa hiyo unaweza kuwa mbobevu mkuu kwenye masuala mazima ya madini. Na ukasoma kwa bidii, serikali kakuamini, kakuleta, unaweza kaja hata mkoa wa Shinyanga ukasimamia madini. Wanaona sisi wanawake kama wanawake ni wamama ambao wengine tuna miji yetu, tuna watoto, lakini bado tunafanya kazi kama wahandisi. Tunatoka mazingira mbalimbali, unaenda kazini, lakini still bado kuna nyumbani majukumu yanakusubiri wewe kama mama, lakini tunaweza. Kwa hiyo kupitia sisi ambao tunaenda kama wanawake kwenda kuhamasisha, wanaona kwa macho kwamba sisi ni wanawake, majukumu nyumbani tunayaweza na bado na kazi tunaweza. Kwa nini tunaenda sisi wanawake? Tunaenda sisi wanawake ili waone kwamba
wanawake wapo wanaofanya hizo kazi, wapo waliosoma hayo masomo na wakayafaulu na wanafanya kazi hizo za kiinjinia. Pia kuwahamasisha kwamba masomo ya science wasiyachukulie kwamba science ni ugumu. Hapana, wachukulie science kwa mtazamo wa juhudi, kwamba science ni juhudi. Ili nifaulu masomo ya science niweke juhudi na maarifa na nguvu na uvumilivu pia. Kumbe pale unapotia juhudi katika kitu, serikali inaona, na ikishaona jambo hilo inakupa moyo na inakuzidi kutia moyo, ambapo nimejifunza kuwa kumbe kupitia sayansi hasa PCB, PCM na CBG na EGM pia unaweza kufaulu vizuri form 6, ambapo ukipata division 1 ya 3 hadi ya 5 unaweza ukapata scholarship ya Mama Samia, ambapo scholarship hii inasaidia sisi wanafunzi hasa ambao tunatoka katika mazingira magumu. Ahadi yangu mimi kama mimi nitaahidi kuwa nitapata division 1 ya 3 mpaka division 1 ya 5 ili niweze kujiunga katika STEM ambayo ni Science, Technology, Engineering and Mathematics. ERB kama imenuia kwa namna moja au nyingine kuhamasisha wasichana kusoma masomo ya sayansi, naomba ipite pande zote za nchi ya Tanzania. Na itakapopita pande zote za nchi ya Tanzania, tunajua sasa hivi tunasema wanawake na wanaume tunaenda 50-50, 50-50. Na kama tunaenda 50-50, ERB tunaomba ipite hata katika shule zingine ambazo si za wasichana lakini kuna wasichana wanasoma pale. Kupitia inspiration hii watoto wengi watapenda kusoma sayansi, tutapata watu wengi katika dunia ambayo ni sayansi na teknolojia. Hata hivyo, bodi ya usajili wa wahandisi ERB imeupiga mwingi kwa kufanya jitihada za makusudi za kuongeza idadi ya wahandisi wanawake ukilinganisha na miaka 15 iliyopita. Kati ya wahandisi ambao bodi imesajili 43,665, wahandisi wa kike ni 6,025 tu, ambao ni sawa na 13.8%. Idadi hii imeongezeka tofauti na idadi iliyokuwepo mwaka 2010 ambapo ilikuwa wahandisi 1,011 tu. Ongezeko hili limetokana na juhudi za makusudi za kuwawezesha wahandisi wanawake kupitia mpango wa mafunzo ambao unaitwa kwa Kiingereza Structural Engineering Apprenticeship Program SIP, ambao unafadhiliwa na serikali ya Norway, Benki ya Dunia pamoja na Wizara ya Ujenzi. Bodi inaendelea kufanya jitihada za kutafuta wadau mbalimbali ili kuweza kuongeza idadi ya wahandisi wanawake nchini. Sio mikoa hiyo tu, bali wahandisi kote nchini walitembelea katika shule za sekondari kutoa hamasa. Ukiachilia mbali wiki ya wahandisi kurudisha kwa jamii, yaani Engineers CSR Week, pia lilifanyika jukwaa maalum la wahandisi vijana, yaani Youth in Engineering Forum. Shabaha kubwa hapa ilikuwa ni kukutanisha vijana, kubadilishana uzoefu ili kuwakutanisha na watu waliofanikiwa pamoja na kuwakutanisha na wadau ili wafikie malengo yao. Jukwaa hilo lilifanyika jijini Dar es Salaam chini ya uratibu wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB, ambapo zaidi ya wahandisi vijana 400 walihudhuria na wengine kushiriki kwa njia ya mtandao. Kaimu msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB, wakili msomi Messi Jilala, ameweka bayana kuwa lengo la bodi ni kubadilisha fikra za vijana ya kuwa na uwezo wa kujitengenezea ajira zao wenyewe na kuacha kutegemea kuajiriwa pekee. Zaidi ya 70% katika data letu ni vijana, na kila mwaka tunashuhudia wahandisi zaidi ya 5,000 wakihitimu katika sekta mbalimbali ya kihandisi. Kwa hiyo bodi iliona ni muhimu kuanzisha Youth Acceleration Program ambayo itawapa wahandisi vijana uwezo wa kuanzisha makampuni, kuendesha miradi, lakini pia kutoa ile mentality ya kuajiriwa, kwamba kwa taaluma ambao wamepata wanaweza kujiajiri na wakaendelea na maisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukwaa hili ni sehemu ya juhudi za bodi kuendeleza hiki kizazi cha wahandisi ili waendelee kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapokaribisha vijana wote, mara nyingi tunawakumbusha kwamba wao ni viongozi wa leo, sio wa kesho. Kwa kile wanachojifunza na kukibuni na hata kukianzisha leo kinaweza kikabadilisha historia ya nchi hii kesho. Mwenyekiti wa bodi ya ERB, mhandisi na wakili msomi Menye Manga, amebainisha ya kwamba programu hii pamoja na mambo mengine imelenga kuongeza ushiriki wa vijana katika kazi za kihandisi na ujenzi. ERB kwa kushirikiana na AQRB tumekuwa tukitekeleza kwa vitendo
wajibu huu kupitia Youth Acceleration Program inayolenga kuwawezesha vijana kuanzisha kampuni, kuajiri wenzao na kuongeza ushiriki wa wazawa katika sekta ya uhandisi na ujenzi. Lengo letu ni kuona vijana hawabaki watazamaji wa maendeleo, bali wanakuwa wasababishaji wa maendeleo. Hii ni mara ya pili kongamano hili linafanyika. Katika kipindi hiki cha kongamano tunatarajia vijana kupokea maarifa ya msingi kupitia mafunzo ya ujasiriamali, mafunzo ya kuwajengea uwezo wa ubunifu na wasilisho za ubunifu mbalimbali. Hii sehemu ya wasilisho za ubunifu ni very important. Unaweza ukabuni lakini ukawa umekaa nayo, kama itafanywa wasilisho sahihi inabaki tu ubunifu ambao uko kwenye kabati. Ushauri wa kitaalamu kuhusu usajili wa makampuni, uandaaji wa mapendekezo ya miradi, project appraisals, na jinsi ya kujiwasilisha mbele ya wawekezaji, pitching skills. Kama mtu anataka aje invest ili mdevelop further na commercialize invention, lazima uweze kuwa na ability ya kupresent your innovation au your invention ili awe convinced kwamba anaweza kawekeza. It's very very important. Kwa hiyo vitu vyote mtapata maelekezo na mafunzo towards that. Lakini vile vile tutapata maelekezo na utaratibu jinsi ya kusajili na BRELA na bodi kama vile CRB, QRB na hata ERB kwa wale ambao bado hawasajili. Kwa pamoja tunaamini kuwa tukiwashika mkono vijana leo, tutajenga Tanzania bora kesho, na pia watatengeneza ajira na kujiajiri wenyewe na kuajiri wengine. Mgeni rasmi katika jukwaa hili ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, Dr. Amos Nungu, ambaye ametoa rai kwa vijana wabunifu kuwa watatuzi wa changamoto kwenye jamii. Nionyesha kwamba nimeelewa shuleni, lakini pia kuna changamoto kwenye jamii ambayo nataka nitatue changamoto ile, lakini pia labda niunde kampuni yangu, nitoe ajira, nifanye biashara, nipate kipato. Kwa ile drive ndio inachangia. So wakati mwingine kama wewe ni pure mtu wa kupenda teknolojia, ndio utakuwa hiyo part ya pili kwenye mafunzo haya, kwa maana kwamba uwe na team, usiwe peke yako. Sababu kuna hali ya kwamba mimi ndo ubunifu wangu siwezi kuwa na mtu mwingine kwenye kampuni yangu. Yeye atachukua nini? Yaani atafaidika na ubunifu wangu. Lakini wewe unapenda teknolojia, ndio maana unataka hili gari, nataka niende version ya pili ya tatu, ufikiri kwenda sokoni, kwa sababu sio nani yako, sio calling yako. Kwa wakati mwingine kuwa pamoja, mafunzo atafunza kuwa pamoja inawasaidia, kwa maana kwamba sasa mimi ni mtu wa technical, nipate mtu wa marketing, mtu wa fedha, tuwe timu moja, tuende mbele. Wachina wanatupiga sana kwa sababu wao wanakuja na simple solutions. Sisi tukienda kwenye perfection tunachelewa kwenda sokoni, alafu tunapigwa. Kwa hiyo tu engage tunaodhani watumiaji wetu. Pia Daktari Nungu akatoa wito kwa wabunifu kushirikisha bunifu zao kwa COSTECH. COSTECH tumekuwa tukifanya kazi na wabunifu wanaobuni vifaa vya hospitali. Tunajua sometimes kuna changamoto ya miongozo, lakini kwa mfano nitoe mfano, kuna mbunifu alifanya incubator, nafikiri kwa ajili ya watoto njiti, kwenda TMDA inakuwa kidogo wana miongozo yuko kidogo imekoma kwa nini, kwa mashine ambazo ni professionals. Ile kupitia COSTECH watu tunakaa nao kusema sasa, kabla haja professional tupate kumsaidia. Kwa hiyo nitoa wito kwa maana kwamba kama mtu amebuni mashine au kifaa ambacho hakina mwongozo sahihi, watu wanafanya kazi pamoja. Jukwaa hili maalum la wahandisi vijana pia lilikuwa ni fursa kwa vijana kuonyesha bunifu zao. Bila shaka tulikutana na vijana waliobuni kifaa maalum cha kufukuza ndege waharibifu na wasumbufu aina ya kwelea kwenye mashamba ya mpunga.
Kifaa chetu ambacho nimekibuni mimi na timu yangu ni kifaa ambacho kinatumika kufukuza ndege kwa njia ya kisasa. Tupo kwenye era ambayo inaendelea ya kiteknolojia, kwa hiyo inabidi tubuni vitu ambavyo vinafanya kazi kwa kutumia teknolojia na kufukuza ndege au kusolve matatizo ambayo yapo kwenye jamii kinamna ya kiuteknolojia na kisasa zaidi. Matatizo ambayo yapo kwenye jamii hasa kwenye sekta ya ukulima ama kilimo, tuligundua tatizo specifically kwenye mashamba ya mpunga, kwani yanasumbuka sana na ile changamoto ya kwamba ndege ikikaribia msimu wa kuvuna, ndege ambao wanaitwa red-billed quail kwa kizungu, ila kwa Kiswahili tunaita kuilia au kuelea, wanaenda nashambulia zile tuseme grains ama tuseme yale mpunga. Na ikienda kushambulia, unakuta wale watu ambao wanatumia nguvu nyingi kupanda wanashindwa kupata mazao ambayo walitarajia kuyapata. Kwa hiyo tunakuja na hichi kifukuza ndege ambacho ni cha kisasa. Watu wa zamani wanatumia ile midoli ambayo inatisha au wanatumia CD kutisha wanyama, of which sio mbinu ambazo ni effective au zinafanya kazi kisawasawa. Kwa hiyo mfumo wetu huu unakuja na hiyo laser technology ambao ni muwale wa mwanga ambao unatisha hao ndege na kuondoka kwenye hao mashamba, ambao ni effective, inatumia teknolojia aidha ni solar pia. Kwa hiyo inatumia teknolojia nyingi kwa wakati mmoja kusaidia kusolve hilo tatizo kiufasaha. Na trap mwanga kutoka kwenye jua, inafanya kazi, ikisha detect hao ndege inawaka, then inafukuza hao ndege. Ndege akishakatiza tu tayari mwanga unawaka. Kwa sababu hii ina detect kwamba kuna ndege wako sehemu fulani, yenyewe ina detect, inawafukuza, then inazidi kurotate kwa sekunde 30, ina rotate kwa degrees 360. Unasema ni mwanga. Kuna wakati kuna jua ni kali sana. Mwanga huu unaweza kukabiliana na mwanga wa jua? Ndio. Sasa hiyo ni teknolojia ambayo ipo ndani ya kifaa chetu, inaitwa photosensor. Yaani photosensor ina uwezo wa kudetect kwamba sasa hivi ni mchana, hii mashine yetu iweze kujiturn on na kufanya kazi. Na pia tunakumbuka kwamba inahitaji kuretain mwanga. Kwa hiyo inatumia battery ambayo inahitaji kutumia nguvu nyingi sana mchana, na usiku inakuwa inajizima kwa ajili ya kuashua inapata nguvu nyingi kwa ajili ya kufanya kazi mchana. Kwa hiyo photosensor inafanya kazi kiuhakika kabisa kuhakikisha kwamba mchana inafanya kazi effectively licha ya kuwa na mwanga. Hili ndilo jukwaa la wahandisi vijana 2025, jukwaa ambalo lilifanyika kwa siku 2 na kuhitimishwa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Daktari Charles Msonde. Sijamwona mtu miongoni mwenu nyinyi aliyeanza yeye ni mteremko tu mwanzo hata mwisho. Hakuna. Kila mmoja wako kinachotofautiana ni aina ya changamoto moja baada ya mwingine. Kwa lugha nyingine, changamoto ni sehemu ya maisha, is part and parcel of life. Wataalamu wanasema changamoto sio tatizo kwa sababu ni sehemu ya maisha. Kikubwa katika changamoto ni kukabili, kuitatua hiyo changamoto. Kila inapotokea changamoto tuitatue, tuikabili na tuitatue. Na ukiitatua hiyo changamoto unapata maisha bora zaidi kuliko yalivyokuwa jana. Lakini haimaanishi kwamba wewe ulipotatua changamoto basi ndio zimeisha. Hapana. Zinakuja zingine tena zaweza kuwa kubwa kuliko zile ulizoshuhudia awali. Lakini wajibu wako ni kuzitatua tena. Na ukiweza kuzitatua, mustakabali wako wa maisha utakuwa bora zaidi kuliko jana yake. Na ndio maana wataalamu wanasema maendeleo yako wewe ni mchakato wa kutatua changamoto. Kwa hiyo ndugu zangu, washiriki wenzangu, mimi nimefurahi sana kuwepo kwenu katika kongamano hili la siku 2. Licha haya mlioyaniambia, nilipewa kwa undani mambo makubwa sana mlioyafanya ninyi binafsi mmoja mmoja na mliosoma mlipokuwa hapa. Na hii inatoa picha nzuri ya wapi tunakoelekea sisi kama wahandisi vijana ambao taifa hili linatutegemea sana katika maendeleo yake. Tunapohitimisha kongamano hili, kumbuka mfano mmoja wenye nguvu. Mbegu yoyote ni lazima ioze kabla haijaota. Wewe uko hapa ni mhandisi kijana. Ili uweze kufanikiwa kwenye uhandisi wao, hata wale waliokuja na vitu vyao hapa mbalimbali hawajaanza na kufanikiwa. Walianza kwa majaribio, wakashindwa, wakajaribishwa, wakashindwa, wakajaribishwa, baadaye wakafikia hicho walichokuja kutuonyesha hapa. Hii ni dhana ya kwamba mbegu yoyote ili yote ikomae, ikue, lazima ioze. Inawezekana utakuja na mawazo mbalimbali ya kibunifu yakashindwa.
Unaweza kuja na mawazo yoyote uweze kufanya jambo litokee, yasitokee, yakachekwa. Hilo lisikukatishe tamaa, kwa sababu mbegu yako hii unayoipanda ni lazima ioze. Huo ni mchakato wa kufikia kwenye mafanikio zaidi. Kwa hiyo unapoona umeanzisha wazo jipya au umeanzisha ubunifu fulani, ukafika hatua ukashindwa, usikate tamaa. Kumbuka kwamba ni lazima mbegu ioze. Jukwaa hili lilibebwa na kauli mbiu isemayo mustakabali wa wahandisi, mageuzi ya kitaifa yanaongozwa na suluhisho la bunifu za vijana. Mimi ni James Lerombo.